Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Mei 10, heshima kwao wamheshimuo Mungu. Hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni mtumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Warumi 6:16. Tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema. Tunajikabidhi kwako tunapoenda kujifunza maandiko yako matakatifu. Tuongoze vyema sawasawa na mapenzi yako, kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Akili inapokuwa imeruhusiwa kwa muda mrefu kukaa tu katika mawazo ya kidunia, inakuwa vigumu sana kubadili tabia za mawazo. Kile ambacho jicho hutazama na sikio kusikia mara kwa mara huvutia usikivu na kuteka mvuto. Lakini ikiwa tunataka kuingia mji wa Mungu na kumtazama Yesu katika utukufu wake, lazima tuwe tumezoea kumtazama yeye kwa jicho la imani. Hapa maneno na tabia ya Yesu mara kwa mara yanapaswa kuwa mada tupaswazo kuzitafakari na za mazungumzo yetu. Na kila siku muda fulani lazima utengwe maalum kwa maombi ya tafakari juu ya mada hizi takatifu. Utakaso ni kazi ya kila siku. Mtu awaye yote asijidanganye kwa kuamini kwamba Mungu atawasamehe na kuwabariki huku akikanyaga mojawapo ya matakwa yake. Utendaji wa makusudi wa dhambi inayofahamika huinyamazisha sauti ya ushuhuda ya Roho Mtakatifu na kuitenga roho mbali na Mungu. Vyovyote itakavyokuwa hisia ya furaha ya shangwe ya kidini, Yesu hatakaa katika moyo ambao huipuuza sheria ya Mungu. Mungu atawaheshimu wale tu wanaomheshimu yeye. Kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii. Ikiwa tutaendekeza hasira, ashki, tamaa, chuki, ubinafsi au dhambi nyingine yoyote, tunakuwa watumwa wa dhambi. Hakuna awezaye kutumikia mabwana wawili. Tukiitumikia dhambi, hatuwezi kumtumikia Yesu. Mkristo atasikia misukumo ya dhambi, kwani mwili hutamani dhidi ya roho, lakini roho hushindana na mwili, ikiendelea na vita kamili. Hapa ndipo msaada wa Yesu unapohitajika. Udhaifu wa binadamu unakuwa umeunganishwa na nguvu ya Mungu, na imani inatangaza, ashukuriwe Mungu atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ikiwa tunataka kukuza tabia ambayo Mungu ataikubali, lazima tuunde mazoea sahihi katika maisha yetu ya kidini. Maombi ya kila siku ni muhimu ili kukua katika neema na hata kwa maisha ya kiroho yenyewe. Kama ilivyo chakula cha kimwili kwa ustawi wa mwili, tunalazimika kujizoeza wenyewe mara kwa mara kuinua mawazo kwa Mungu katika maombi. Ikiwa akili itatanga mbali, tunalazimika kuirudisha kwa juhudi za dhati, kisha hatimaye tabia itafanywa kwa rahisi. Hatuwezi hata kwa dakika moja kujitenga mbali na Yesu tukabaki kuwa salama. Tunaweza kuwa na uwepo wake ukiambatana nasi katika kila hatua, lakini ni kwa kutunza tu masharti ambayo ameyaweka yeye mwenyewe. Dini inapaswa kufanywa kuwa shughuli ya maisha yote. Kila kitu kingine kinapaswa kuwekwa chini ya hili. Nguvu zetu zote za nafsi, mwili na roho lazima zishiriki katika vita vya Kikristo. Ni lazima tumtegemee Kristo kwa ajili ya nguvu na neema
na kisha tutapata ushindi kwa hakika kama vile Yesu alivyotufanyia. Utasoma The Review and Herald la Novemba 15 mwaka 1887. Huu ni mwisho wa somo letu la Mei 10. Heshima kwao wamheshimu Mungu. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo leo, tunajikabidhi kwako. Tunaomba Roho yako Mtakatifu akatuongoze kuweza kuyaishi masomo haya sawa na mapenzi yako. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya.